Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, nawatakia siku njema katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Mezali sura yake ya 3 kuanza mstari wake wa 5 hadi wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na hilo ndilo somo ambalo nataka tuzungumze katika hizi dakika chache. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Hili ni neno la Mungu linatushauria ya kwamba tusizitegemee akili zetu wenyewe. Mwanadamu yeyote anataka sana kuzitegemea akili zake, na asilimia kubwa ya wanadamu wanaamini ya kwamba kwa akili zao wanaweza kutenda mambo. Kwa akili zao wao kama wao naweza kutatua ya matatizo, hata mimi naweza kuyatatua. Hizi shida naweza kuzimaliza, hata mimi mwenyewe naweza kuzimaliza. Kwa hiyo asilimia kubwa ya wanadamu, watu wanaamini hivyo ya kwamba wanaweza kujitatulia matatizo wao kama wao, wakisaulika ya kwamba hekima na akili za mwanadamu vina kikomo, vina mwisho, na vinaweza kudanganya au kudanganywa haraka sana iwezekanavyo. Akili za mwanadamu zinashawishiwa haswa na vitu ambavyo, sababu nilikuwa ninakaa chini na wadha, kwa nini Mungu anatushauria tusitumainie akili zetu wenyewe? Kwa nini katika kitabu cha Methali 3 mstari wake wa 5 maandiko yanasema msizitegemee akili zenu? Hebu nipasome tena 3:5. Methali inasema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Mtumaini Bwana katika moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Na hii ni kweli kabisa, kila mtu ana akili zake. Kila mtu ana za kwake bro. Lakini sasa neno la Mungu linatushauria ya kwamba tusizitegemee akili zetu. Kwa nini tusizitegemee? Kwa sababu most of time kila mwanadamu ana tendency fulani ya kutaka kuzitegemea akili zake, ya kuwaza kwamba kwa akili zake yeye atamaliza shida, kwa akili zake yeye atasoti hili out na atasoti hili out. Lakini ndugu yangu, neno la Mungu ni neno la Mungu, linatushauri tusizitegemee akili zetu wenyewe. Kwa nini? Nimefikiri sababu ya kwanza ni hii: akili za mwanadamu zinashawishiwa na hoga, zinashawishiwa na hasira, zinashawishiwa na kiburi, na zinaweza kutoa maamuzi mabaya. Hiyo ni kulingana na kitabu cha Mathayo 16:22-23. Embu wana Petro anapokuja pale kutaka kumkataza Yesu kwamba wasiende Yerusalemu, Yesu akamwambia no, unaongozwa na akili za kibinadamu. Sababu akili zetu sisi zinafinywa hivyo, zinashawishiwa na hoga, zinashawishiwa na kiburi, zinashawishiwa na mambo mabaya yanayotuzunguka. Kwa hiyo kutegemea akili kama hizo katika huu mwendo wa kutembea na Mungu, mwisho wake ni hasara. Kwa hiyo kutegemea akili kama hizo hata katika ya maisha ya kawaida, nafikiri mwisho wake itakuwa tu ni shida. Na ndio maana maandiko yanatushauria ya kwamba tusizitegemee akili zetu wenyewe. Jambo la pili ni kwamba akili za mwanadamu hazijui kesho. Wakorintho wa kwanza 13 sura yake mstari wake wa 9. Akili za mwanadamu hazijui kesho. Akili zetu sisi wanadamu zinajua tu leo, zinajua sasa, zinajua kile tunachokiona, kukisikia na kukigusa na kukinusa. Yaani akili zetu zinaishia hapo. So hatujui kesho, hatujui mambo ya baadaye. Unawezaje basi kutegemea kuongozwa na kitu ambacho hakijui kesho? Na jambo la tatu ni kwamba akili za mwanadamu ni fupi mno ili kumwelewa Mungu. Kwa hiyo huwezi kutembea katika safari ya Ukristo ukizitegemea akili zako. Nafikiri hutaweza. Huwezi weza, utakwama baada ya muda mfupi, utashindwa kuendelea na safari. Baada ya muda mchache utakwama na utashindwa kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kinyume ya kanuni ya neno la Bwana, unazitegemea akili zako. Ndugu zangu wapendwa wa Kristo, popote mnaponisikiliza, sikilizeni huu ushauri kutoka katika kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wake wa 5, ambapo Mungu anatushauria ya kwamba tusizitegemee akili zetu wenyewe. Wengi sana wamepata shida katika safari yao na Mungu kwa sababu tu ya kuzitegemea akili zao wenyewe. Nimeona hata wahubiri wengi, sababu wamekuwa wahubiri muda mrefu, kabla hajaenda kuhubiri hana tena hata haja ya kusoma Biblia, hana tena hata haja ya kuomba, yaani anajua tu verses ziko kichwani, so anasimama tu anaenda, kwa sababu anazitegemea nini? Akili zake mwenyewe. Lakini sio hivyo katika hii safari ya kutembea na Mungu.
Unapokuwa mtu ambaye unatembea na Mungu, lazima uache kutegemea akili zako, lazima uweke akili zako kando, lazima, yani that is a must. Sababu ukiendelea kutegemea akili zako katika hii safari ya kutembea na Mungu, na kuhakikishia hutaenda mbali. Akili za mwanadamu ni kama vile tone katika bahari. Akili za mwanadamu ili kumwelewa Mungu ni kama vile tone la maji katika ziwa. Kwa hiyo ni kitu kidogo sana, tena sana. Huwezi kuelewa Mungu kupitia akili zako. Huwezi kutembea na Mungu huku ukizitegemea akili zako. Huwezi kumtumikia Mungu kazi huku ukizitegemea akili zako. Haiwezekani. Hebu chukua mfano, twende haraka haraka kabla sijaenda mbali. Chukua mfano wa wale vijana watatu wa Kiebrania. Vijana watatu wa Kiebrania wako mbele ya mfalme Nebukadneza. Mfalme Nebukadneza anawalazimu kuabudu sanamu. Wao kulingana na neno la Mungu wanamwambia mfalme, sisi hatuwezi kuabudu sanamu kwa sababu ni kinyume ya neno la Bwana. Mfalme anasema yeyote atakayekataa kuabudu sanamu langu nitamtupa kwenye tanuru ya moto. Hebu wazia hapo, kama wale vijana watatu wa Kiebrania wakitumia akili zao wenyewe. Kwenye tanuru la moto kuna uzima, kwenye tanuru ya moto kuna raha, kwenye tanuru ya moto ni shida, ni taabu, ni kuungua moto. Lakini wale vijana walienda kando ya kutegemea akili zao, wakategemea akili za Mungu. Wakasema no, hata kama, lakini sisi tutabaki kusimama kwenye neno. Na kwa sababu walisimama kwenye neno, uzuri wa Mungu ni kwamba unapoacha kutegemea akili zako na kumtegemea yeye katika safari hii, Mungu anakushughulikia. Vijana walienda wakafika kwenye tanuru la moto kwa imani na kwa kumtegemea Mungu, walitoka ndani wako washindi. Hivyo ndivyo ilivyo katika kumtegemea Mungu katika safari hii. Wengi wameshindwa, wengi hawataenda mbinguni, wengi watastuka wako kuzimu kwa sababu tu ya kutegemea akili zao wenyewe. Nataka ufahamu jambo la kwamba ni kwamba akili za Mungu, Mungu anajua jana, leo na kesho. Kwa hiyo yeye ni kiongozi mzuri kwa sababu anajua jana, leo na kesho. Na huyu mtu ambaye anajua jana, leo na kesho akikuongoza, lazima atakuongoza vizuri kwa sababu yeye anajua yote. Na huu ndio uzuri wa kutegemea Mungu. Huu ndio uzuri wa kuenenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Huu ndio uzuri wa kutokuzitegemea akili zako mwenyewe katika kutembea na Mungu. Ukristo sio kwenda kanisani. Nafikiri sote tunafahamu hili, wala haina haja ya kulirudilia. Ukristo ni uhusiano wako bora na Mungu katika mwendo wako na Mungu. So pale unapotembea na Mungu, pale unapoenenda na Mungu, pale Mungu anapokuambia fanya hiki, fanya, nenda pale unaenda, tenda hiki unatenda. Huo ndio Ukristo. Ukristo ni mwendo wako na Mungu. Ukristo ni mahusiano yako binafsi wewe na Mungu. So katika mahusiano yako binafsi wewe na Mungu, je, unategemea akili zako binafsi? Kama bado unazitegemea akili zako binafsi, ndugu yangu, dada, mama, kaka, baba, utashindwa, hutoweza kwenda. Sababu gani? Hujui kesho. Hujui kesho, hujui baada ya dakika 10 itakuwaje. Kwa hiyo jifunze kutegemea akili za Mungu. Hebu nikupe mfano mwingine haraka haraka ambao huenda utakukumbusha jambo fulani. Tazama ndugu yetu Danieli. Danieli pia kama angezitegemea akili zake, mwisho wake ungekuwaje? Amri imetoka kwa mkubwa mtu asiombe. Danieli anasema mimi lazima niombe. Danieli akakubali kutupwa katika pango la simba kwa sababu alitegemea akili za Mungu. Ndugu zangu wa Kristo wapendwa, tujifunze kutegemea Mungu katika mwenendo wetu huu, katika safari yetu hii ya kutembea na Mungu. Usitegemee akili zako binafsi, utashindwa. Jambo la pili katika kutegemea akili za Mungu ni kwamba Mungu anajua yaliyo mema kwa ajili yetu. Mungu ana mipango mizuri kwa ajili yetu. Mpango wa Mungu ni mwema kwa ajili yetu. Mungu hajawahi kamwe kuwazia watoto wake mambo mabaya. Daima anatuwazia mema, daima anatuwazia kesho. Kwa hiyo ana uwezo wa kutuepusha zidi ya hali fulani, zidi ya mambo fulani, ili kwamba kesho yetu iwe nzuri. Unajua siku zote maamuzi ya Mungu yanaonekana kuwa ni magumu, lakini mwisho wake ni mazuri. Tuchukue mfano mwingine wa Musa. Ameitwa na Mungu, ametumwa na Mungu kwenda kutoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa Misri. Musa anafika mahali ambapo akili zake zimefika mwisho. Wow. Sijui kama pia ushawahi kufika mahali ambapo akili zako zimefika mwisho. Yaani akili zako zimefika mwisho. Musa amefika mahali ambapo akili zake zimefika mwisho. Hawezi enda mbele, kuna mlima, kuna bahari.
hawezi enda upande wa kushoto, kuna mlima, hawezi enda upande wa kulia, kuna hiki, hawezi rudi nyuma, Wamisri wanakuja. Kwa hiyo Musa hana cha kufanya, watu wanamkokota hadi ndevu, wanamwambia kwa nini umetutoa Misri? Kwani Misri hakuna makaburi? Kwa nini umeamua tuje tufie hapa? Akili zimefika mwisho. Lakini my bro, huo ndio muda sasa wa kuacha Mungu atende kazi. Musa akaanza kulia, Mungu mbona sasa hivi, mbona? Mungu akaambia Musa, Musa, kwa nini unalialia? Nena, una nini mikononi mwako? Oh, nina fimbo. Alafu tumia hiyo fimbo. Unaona uzuri wa kutegemea akili za Mungu, sababu kwa akili za kibinadamu mambo yalikuwa yamefika mwisho, sababu huwezi ukacross ziwa, huwezi ukacross bahari kwa akili za kibinadamu, utaangamia katika bahari. Lakini kwa sababu Musa alijua kumtegemea Mungu. Hebu imagine kama Musa asingekuwa na Mungu, imagine kama Musa angekuwa anatumia akili zake mbele ya bahari kama hiyo, mwisho wake ungekuwaje? Musa angeenda nini? Musa angefanya nini? Angeenda wapi na kundi kubwa hilo la watu? Fikiria hilo jambo, usishikilie tu sababu tutalisoma haraka haraka kwenye Biblia. Watu zaidi ya milioni 2 iko nyuma yako. Wewe ndiwe kiongozi. Unaacha barabara nzuri ya haraka, unaenda kwenye barabara mbaya ambako mbele kuna bahari, na watu zaidi ya milioni 2 huna njia ya kuwapeleka. Unataka waingize kwenye bahari. Hata kama ungekuwa na PhD 20, hapo akili zako zitafika mwisho. Na hapo ndo kikomo cha akili za mwanadamu. Akili za mwanadamu ni ujinga tu, ni upumbavu. Ndio maana maandiko yanasema anachokiita mwanadamu kikubwa kwa Mungu ni kitoto, yani kidogo sana. Akili za mwanadamu zimejaa upuuzi mtupu. Ndio maana maandiko yanasema alaaniwe anayemtegemea nani? Kwa sababu akili za mwanadamu ni ujinga. Hata hivi ambao tunakwenda kusoma shule, hivi shuleni kuna nini? Nafikiri shuleni watu wanajazwa tu kiburi na ujinga. Sababu gani? Mambo mengi ya shule unakuta kabisa yako kinyume na neno la Mungu. Yaani mambo mengi sana ya shule yanakufundisha kiburi, yaani yanakufundisha kujiona kama wewe ni bora kuliko wengine. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa shule tulikuwa na mwalimu mmoja ambaye alikuwa anatufundisha theology. Hapo nafikiri nilikuwa mwaka wangu wa 2 university. Sasa huyu mwalimu sijawahi kumsaulika, anaitwa Dr. Blaise Mukamba. Daktari Blaise Mukamba. Huyu mwalimu akija alikuwa anachukua zaidi ya dakika 15 anajisifu. Yaani yeye kosi yake kwa mfano ana dakika 45 siku hiyo, au tuseme ana lisaa au masaa mawili, anachukua zaidi ya dakika 15 za kujisifu mbele ya wanafunzi. Anaanza kujisifu, sijui ningeongea kwa Kifaransa kama alivyokuwa anaongea. Yaani anaanza kujisifu, nimemaliza PhD yangu ya theology pale Misri, nimemaliza hiki pale Uingereza, nikatoka Uingereza nikaenda mahali fulani, nimesoma na fulani kwenye university kubwa fulani. Yaani anajitapa, anajisifu, anajionyesha mbele yetu kama yeye sio kama maprofesa wengine. Yeye ni profesa tofauti sana. Anatuonyesha vitabu ameshaandika, anatuonyesha research ameshafanya, yani anachukua dakika zaidi ya 15 mtu akijisifu mbele ya wanafunzi. Mimi nikimsikiliza anasema hizi ndo akili za wanadamu. Yaani mwanadamu yeye mwisho wake anataka tu wengine wamuone kama yeye ni bora zaidi kuliko wengine. Na huo ndo mwisho wa akili za kibinadamu. Utategemea akili kama hizo kweli? Ni ujinga mtupu, upumbavu. Mimi wakati mmoja tunatembea naye, sababu sote tulikuwa sasa kama wanafunzi wake. So unajua tena hawa madaktari bwana, mkiwa na mwalimu daktari ambaye ana PhD nyingi amezimalizia Ulaya, anataka watu wao wanatembea nyuma yake. Sasa siku moja nikamuuliza, sasa profesa, vipi utaomba ajira hapa kwenye shirika? Sababu pembeni hivi kulikuwa shirika moja la Umoja wa Mataifa pale lilikuwa linaajiri watu. Nikamwambia si unge apply hapa. Akaniangalia akasema, "Like unaongea nini? Mimi ni apply kazi kwenye shirika? Mimi ni apply kazi kwenye shirika? Mimi nina PhD 5." Sababu ana PhD 5. Nina PhD 5 ni apply kazi kwenye shirika au nifanye mashirika yangu nyinyi mje mkafanye kazi? Nani aliona kama vile tusi nilipomwambia je, uta apply kazi kwenye shirika? Kwa hiyo akili za mwanadamu ndio hizo, ni ujinga mtupu, yani hakuna kingine. Na shule, kitu ambacho nimeona kwenye shule hasa ukimaliza university, unaona kama yeyote ambaye hajasoma kama hana akili. Yani hicho ndio kinakuja cha kwanza akilini mwako. Mtu ambaye hajasoma unamwona kama ana akili tu za kujua kununua dagaa na kupikia watoto chakula basi, lakini hana akili tosha ili aweze kufanya mambo yaende mbali zaidi. Kwa hiyo
unashindwa hata kukaa chini kudiscuss na yeye. Kwa mfano, ukikutana na mtu ambaye tu amemaliza form 4 au unakutana na mtu ambaye hajasoma and then kuna subject fulani iko pale, alafu anataka nyinyi watu wawili mdiscuss. Kwanza unamuuliza, wewe umesoma hadi darasa la ngapi? Anakwambia mimi nimeishia form 4. Anambia au siwezi nikadiscuss na wewe. Ni kama vile kujidharau tu. Wewe siwezi nikadiscuss. Do you see? Kwa hiyo unataka kudiscuss na watu kama wenye level yako. Ya, kama wewe ni bachelor unataka kudiscuss na mabachelor. Kama wewe ni sijui. So nikagundua hivi vitu vinaweka kiburi ndani ya mtu, na kuona kila mtu ambaye hajasoma kama vile hana uwezo tosha wa kiakili kwa kutatua matatizo ya wanadamu. Yaani unaona kama vile mtu ambaye hajasoma hawezi kuleta wazo nzuri kwa ajili ya kuboresha jambo fulani. Unaona mtu ambaye hajasoma kama vile hawezi kuongoza, yaani kama vile hawezi kuelewa shida, kuitathmini shida, kuichunguza shida na kutafuta suluhu kwenye shida. Mtu ambaye hajasoma hana akili za uwezo kama huo. Yeye ana akili za uwezo wa kununua dagaa, kununua mkebuka na kusonga ugali. So hivyo ndio vitu unajazwa wewe moyoni wakati unapoenda shuleni. Unajazwa akilini. Kwa hiyo unatoka kule shuleni una mindset ya kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Akili za kibinadamu ndio hizo. Na hiyo moja kwa moja kwanza inavuta unyenyekevu ndani yako. Ina maana hata mkikaa na watu ambao hawajasoma, na kila mtu anatoa mawazo yake kwenye point fulani. Huyu anasema mimi ningepropose iwe 1 2 3. Mwingine ana propose iwe. Wewe unakaa pale unawacheka tu. Yaani kama unawasikiliza lakini kumbe unawacheka, wewe unasema ona wajinga kabisa hapa. Yaani hawa hawajasoma. Mtu ambaye hajasoma bwana, akili zake sijui zikoje. Yaani kama zimefungwa vipi. Unasikia maoni yao kama unayasikiliza, lakini kumbe kwa ndani unawacheka, unasema hawa wajinga kabisa yani. So hiyo ndo akili ya kibinadamu. Hiyo ndo akili ya shule. Hiyo ndo akili ambayo watu wanapakizwa shuleni. Je, unaweza ukatumainia kitu kama hicho? Hapana. Hapana. Mwisho wake itakupeleka pabaya. Jambo pekee la kutumainia katika safari hii ni kutumainia Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kutumainia Mungu. Ni kutumainia Yesu aliyekubali kufa msalabani kwa ajili yetu. Sikiliza nikwambie mambo muhimu unapotegemea Mungu wetu. Unapotegemea Yesu Kristo. Jambo la kwanza, Mungu atakuwa ngome yako. Wakati wa shida, wakati wa matatizo atakupigania. Wakati wa taabu atakuwa pamoja na wewe na hata kuacha. Sikiliza jambo lingine, unapomtegemea Mungu, njia zako zitakuwa sawa. Utatembea katika njia sahihi. Hata kama mwanzoni itaonekana kama ni shida, lakini kadri unavyoendelea kumtegemea Mungu, utaenenda katika njia zilizo sawa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yuko upande wako. Unapomtegemea Mungu una ulinzi mkubwa. Unapomtegemea Mungu, Mungu anakushughulikia katika shida na matatizo yako. Unapomtegemea Mungu, Mungu anakuongoza, atakuongoza vizuri. Kwa nini? Kwa sababu yeye anajua leo, kesho na jana. Kwa hiyo yeye ni kiongozi mzuri, sababu ni kiongozi anayejua wapi anakokuongoza. Unapomtegemea Mungu, Mungu anajifunua kwako. Unapomtegemea Mungu, Mungu ana uhakika na wewe na anakuongezea vingine vingi vizuri ambavyo ulikuwa huna. Sasa unamtegemeaje Mungu? Tunamtegemeaje Mungu? Nini itatambulisha kweli kweli kama tunamtegemea Mungu? Jambo la kwanza litakalodhibitisha kweli kama unamtegemea Mungu ni kwamba utatambua Mungu katika maamuzi yako ya kila siku. Katika maamuzi yako ya kila siku utamtambua Mungu. Utaweka Mungu mbele. Utaacha Mungu. Before you take any decision, utaconsult kwanza Mungu. Utauliza Mungu kupitia neno lake. Utauliza Mungu kupitia maombi. Utauliza Mungu anasemaje kuhusu hili. Sababu utachukua maamuzi yako mwenyewe kamwe. Kama kweli Mungu anakuongoza, lazima utauliza sauti ya Mungu, utauliza mapenzi ya Mungu, utajua Mungu anataka nini kuhusu hili. Huyo ndiye mtu anayemtegemea Mungu. Jambo la pili, kama kweli unamtegemea Mungu, utasubiri Mungu akuongoze. Yaani huwezi fanya kitu kama Mungu hajakuongoza. Na jambo la tatu, kama unamtegemea Mungu, utakubali masharti, kanuni na neno lake. Lazima hayo utatembea nayo. Lazima utayakubali. Ndio ishara tosha ya kwamba unamtegemea Mungu. Na unapofanya hivyo, utapata amani ya rohoni. Unapofanya hivyo, mapito yako yatakuwa mazuri. Unapofanya hivyo, utapata ushindi katika ulimwengu wa kiroho. Unapofanya hivyo, Mungu atafungua milango iliyofungwa. Unapofanya hivyo, kifupi, Mungu atakubariki.
Malaika watakutembelea, utaona baraka za Mungu, utakuwa rafiki wa Mungu, Mungu atakukubali na utakuwa mwana wa Mungu. Ujumbe wangu mfupi, ndugu zangu wapendwa, katika siku ya leo, tusitegemee akili zetu wenyewe, tumtegemee Mungu. Wacha Mungu atuongoze, wacha Mungu aende pamoja nasi, wacha Mungu atupeleke popote pale. Muamini Mungu, muamini Mungu hata kuongoza pabaya, hata kupeleka pabaya. Yaani amini huyu mzee. Huyu mzee ni mtu mzuri sana, atakuongoza pazuri 100%. Kilichopo, usitegemee akili zako mwenyewe, mtegemee yeye, mwachie yeye. Hata wakati wa shida, mwachie yeye. Wakati wa matatizo, mwachie yeye. Wakati risasi zinalia, bomu zinalia, watu wanakimbia, unashindwa utaenda wapi, uliza Mungu, God, where will I go? Akikwambia baki hapo hapo, baki hapo hapo, mwisho wake utaona matunda yake. Haya ninayoongea sababu mimi nimeyapitia. Kwa hiyo kumtegemea Mungu, ndugu zangu, ni kitu kizuri sana sana, tena sana, na kina raha yake na kina uzuri wake. Ninawaalika wapendwa, popote pale mlipo, mtegemeeni Bwana, tembeeni kulingana na mapenzi yake. Ni vigumu, si jambo rahisi, sababu mara nyingi Mungu anaongoza kinyume na akili za kibinadamu. Wakati mwingine utaeleweka vibaya mbele za watu, wakati mwingine baba yako mama yako atakuelewa vibaya, wakati mwingine hata kanisa lako litakuelewa vibaya, hata mchungaji wako atakuelewa vibaya, wakati mwingine watu hawataelewa unachokitaka, lakini kwa sababu unategemea Mungu, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Bora watu wote wakuchukie dunia mzima, lakini Mungu akikupenda bado wewe ni mtu mzuri zaidi duniani. Wapendwa ndugu zangu, tusipomtegemea Mungu hatuwezi kufaulu. Tusipomtegemea Mungu hatuwezi kufaulu katika jambo lolote. Wito wangu, tumtegemee Bwana. Usitegemee akili zako mwenyewe, tegemea Mungu akuongoze. Katika kutembea na Mungu, wacha Mungu akuongoze. Akikwambia fanya jambo, ulifanye. Utajuaje kama ni Mungu anakuongoza? Atalithibitisha kwenye neno lake. Mungu kamwe hajawahi kupinga neno lake, hata kwambia kitu kilicho kinyume na neno. Atakuambia jambo, na hilo jambo ukilichunguza kwenye maandiko utakuta liko halali kwenye maandiko. Kwa hiyo Mungu anatuongoza kupitia neno lake. Mungu anatuongoza kupitia Biblia, kupitia hili neno, kupitia sauti za watu wake, kupitia sauti ya ndani, kupitia mambo mengi sana, kupitia malaika zake, kupitia Roho Mtakatifu. Yaani Mungu ana njia nyingi za kuongea na wanadamu, siwezi kuzimaliza zote, lakini vyote, katika vyote usitegemee akili zako mwenyewe. Akili zako haziwezi kukuongoza, ni jambo ndogo sana ili kukuongoza katika safari yako wewe na Mungu. Tegemea Mungu, ni kiongozi mwema. Bwana akubariki.